Unadhani ni kwa nini pamekuwepo na malalamiko mengi ya reli ya TAZARA hii kuweza kubinafsishwa kwa nchi nyingine na sisi wenyewe kushindwa, licha ukiangalia kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kutosha, na ukiangalia kwamba uwezo wa kuvuna fedha tunao hapa ndani. Unadhani ni kwa nini lawama zimekuwepo? Lawama zipo kwa sababu mara nyingi tuna tabia ya kusikia na wakati mwingine pia tumeumizwa. Unajua, katika uwekezaji kuna sura mbili. Kuna wakati uwekezaji unaweza ukafanya vizuri na kuna wakati uwekezaji unaweza usifanye vizuri. Hiyo tulishuhudia hata kwenye reli ya kati hii, wakati fulani alipewa mwekezaji lakini hakufanya vizuri. Lakini pia kuna sababu za ndani zipo zetu sisi ambazo zilisababisha huyo mwekezaji asifanye vizuri. Sasa haya yanayokuja kwa malalamiko kwa sasa yanaweza yakawa na tija kwa upande mmoja, lakini pia yanaweza kuwa hayana tija kwa upande mwingine kama yatatazamwa kwa mlango au mlengo tu wa kutaka kukosoa. Kwa sababu tunaamini au sasa hivi tuna wimbi hili la kisiasa kwamba jambo lolote linalofanywa na serikali watu tulichukulie kama lina maslahi mapana ya nchi. Tunachukulia kwamba ni deal ya watu fulani. Hiyo ni dhana ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu nchi lazima iaminiwe, hasa kwa wale ambao wamepewa dhamana ya kuiongoza hiyo nchi. Wanaongoza kwa maslahi ya nchi na wana maslahi mapana ya nchi, na kama tunavyoona dhamira njema inaonekana pia hata kwenye aina ya mikataba ambayo wanafanya na malengo ambayo wanayakusudia. Kwa hiyo upotoshaji upo kwa sababu tumepita kwanza kwenye vuguvugu hapa baada ya uchaguzi. Unaona kuna mambo kadha wa kadha yametoka, yale hayawezi kutuacha tukiwa salama. Na wakati mwingine uchochezi mkubwa hautoki ndani ya nchi. Tuna Watanzania wako nje ya nchi, kuna Watanzania walioko ndani ya nchi, na kuna wageni wanaoitazama Tanzania kwa jicho lile kwamba huyu sasa ni the giant ambaye alikuwa amelala kwa muda, sasa ameshituka, anataka kutoka sasa kimaendeleo. Kuna watu hawataki kuiona Tanzania ikitembea. Kwa hiyo wale wanatumia rasilimali zote walizonazo kutuonyesha sisi kwamba kuna doa mahali fulani ili tuvurugane na tusifanye yale ambayo yanatakiwa kufanywa. Lazima tuwe makini sana kwenye eneo hilo. Mimi nimeshuhudia hayo kwenye miradi mingi sana ya kimkakati ndani ya nchi, kwamba wageni au watu wa majirani zetu au walioko nje wanaliona Tanzania kama likikimbia hivi tutaachwa, watakwenda mbali sana kiuchumi. Sasa mnafanyaje? Lazima watu wachonganishe pale. Hilo lazima tuliweke sawa. Lakini pia serikali kwa upande mwingine, maoni mazuri yanayotolewa ni lazima wayachukue, wayafanyie kazi, kwa sababu hii nchi ni yetu. Anayetoa maoni ni mwenye nchi na anayetakiwa kuyapokea pia ni mwenye nchi. Na tunapoitazama ni miongoni mwa reli ambayo kidogo ilileta utata mkubwa sana katika ujenzi wake. Nchi nyingi zilikataa ufadhili, lakini China akajitolea kuifadhili na reli mpaka ikafanikishwa kujengwa. Na sasa hivi imeyumba tena, China huyo amerudi. Kwa nini ukiangalia, kwa nini amekuwa ni China tena ameamua kurudi na si mwekezaji tena mwingine, pengine kwa kupata ile chachu na raza nyingine ya kimiundombinu? Na ukifuatilia historia, nchi za magharibi ambazo zina uchumi mzuri, matajiri wakubwa, wanawekeza sana kimkakati. Na siku zote huwa wawekezi kwenye miradi ambayo anakujua kwamba wewe ukipewa ndoano yenye chambo uende kuvua na ukafundishwa namna ya kuvua, tafsiri yake ni kwamba hutokuwa mtegemezi tena kwa yule aliyekupa ndoano na chambo. Sasa wale wanachokifanya siku zote wanakupa kimojawapo kati ya hivyo, aidha akupe chambo, ndoano umtegemee, au akupe vyote umtegemee yeye. Yanakuelekeza pia na namna ya kuvua na uvue wapi na masharti gani. Sasa kwa nchi za Kiafrika hilo limekuwa ni tatizo kubwa sana, kwamba hawawezi kukupa mkakati wa kutatua tatizo la moja kwa moja, ila watakuwezesha, au wakikuwezesha wanakuwezesha ukiwa na matumaini kwamba katika uwezeshaji huo wao watanufaika zaidi kuliko wewe. Hapo unaweza ukawezeshwa. Sasa kwa hiyo hata uwezeshaji wa miradi mikubwa huwa inaangaliwa kwamba kwa faida ya nani, ili iweje, na akiwa hivyo je, sisi tutakuwa kwenye position gani? Sababu kumbuka, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinatazamwa kwa aina nyingine kabisa na nchi zilizoendelea duniani, kwa maana ya rasilimali zake zilivyo, jiografia yake ilivyokaa. Yaani kwa Tanzania kuwepo tu hapa ilipo, jiografia tu ni utajiri mkubwa sana. Sasa sisi tunatakiwa kuongeza akili zaidi, twende kwenye utekelezaji
wa mambo yetu na kuyaangalia mambo yetu kwa manufaa yetu. Ndivyo inavyokuwa. Kwa mfano ukiangalia China, wao wametumia fursa hiyo. Pale wengine wanaposhindwa kufika, wa China wao wanasema sisi kwetu ni fursa. Ndio maana wameiteka dunia kwa sasa hivi. Ukiangalia Afrika nzima, soko la bidhaa zao ni kubwa sana Afrika. Wao wanafanya biashara sana na Afrika, nafikiri kuliko nchi yoyote duniani kwa kiwango kikubwa sana. Na bado wanakwenda kwenye nchi zile ambazo zilikuwa zinatazamwa kama nchi ambazo zinaendelea, wao ndio wanadili nazo. Na kwa bidhaa za gharama nafuu zaidi, wameweza kupenya huko. Kwa hiyo hii ni fursa kwa China. Wanapotazama uchumi ni tofauti sana na jinsi watu wa magharibi wanavyotazama uchumi. That's why unaona kwamba ni wepesi kufikika, ni wepesi kuingia, ni wepesi wa kufanya jambo, na nchi za Kiafrika zinataka hivyo. Kwa sababu kiongozi unapokuwa madarakani, jambo kubwa unaloliangalia ni nani anakusaidia kutatua matatizo ya wananchi wako. Yule anayekusaidia kutatua matatizo ya wananchi wako lazima utamkimbilia kwa haraka. Sasa na pengine tukitazama kwa reli kubwa kama hii ya Tazara kwa nchi ambazo zinaendelea, pengine unadhani ni changamoto zipi hasa za kiuchumi ambazo serikali wanakumbana nazo mpaka wanashindwa kuzisimamia na kuziendesha? Changamoto kubwa ni mtaji. La pili, teknolojia. Haya ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wa serikali zetu za Kiafrika. Lakini lingine linakuja ni commitment kwa wale wanaopewa dhamana ya kusimama. Tunasimama kwa maslahi ya nchi au tunasimama kwanza kujitazama sisi na tunatazama mambo kwa udogo? Na hili ni jambo ambalo limeturudisha nyuma sana kwa muda mrefu katika nchi zetu za Kiafrika, ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Ni moja ya changamoto ambazo tunakumbana nazo. Lakini mimi na imani kwa mtazamo wa sasa wa serikali ambayo iko madarakani, wanataka kutoka hapo tulipokuwa tumekwama. Kwa miaka mingi tumekuwa na rasilimali kubwa kama reli ya Tazara, lakini ukiangalia uzalishaji wake, uingizaji wake, hata ule mgawanyo wa madaraka mle ndani watumishi, kwa sababu unajua ile inaajiri kutoka Zambia na wengine wanatoka Tanzania. Uwiano, kulikuwa na ugomvi sana hata namna ya management ya Tazara wakati fulani. Nani akae pale, nani akae hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa na nafikiri hili linakwenda kuondolewa katika mradi huu mkubwa ambao unakwenda kufanyika, ili sasa badala ya kugombania madaraka, badala ya kugombania ajira, twende tukapate ajira wote, na madaraka ambayo watu watakao yapata waende kufanyia kazi, na hatimaye mradi uwe unazalisha zaidi.